Yes sir, ibara kawa sababu vipi mtu wangu, karibu sana kwenye hii chapter 6 ya mzigo wa Ice You Kill Me, ikiwa ni sehemu ya kwanza. Bwana, nikukumbusha chapter 5 pale tulipoishia. Tuliishia pale ambapo Ghost anafanikiwa kushinda kiti cha urais mbele mwanamama Judy, ambaye Judy anashirikiana na aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania, yani namzungumzia Eddie. Kushinda kwake kiti cha urais bwana Ghost kunampa hofu kwa sababu Bibi Shushuma anamsisitiza ya kwamba wewe umeuchukua huu urais, lakini utadumu ndani ya siku 90 tu na utakufa ndani ya hizo siku 90. Na kubwa zaidi, atakayekuja kukuua ni Ryan. Sijui atakuulia wapi, sijui atakuulia mazingira gani, sijui atakuua muda gani, lakini atakayekuua ni kijana wako Ryan. Je, Ryan atafanikiwa kumuua Ghost? Itakuwaje baada ya ndani ya siku 90? Majibu haya hapa tunakwenda kuyapata kwenye chapter 6, ikiwa ndo final chapter. Hii ni chapter ya mwisho. Tukimaliza hapa hakuna tena Ice You Kill Me. Karibu sana kwenye hii sehemu ya kwanza, mzigo uliotayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msuru. Mimi naitwa Uncle J. Karibu mtu wangu. Tayari Ghost ameshakuwa mheshimiwa rais. Mheshimiwa, ni wakati wa kwenda sasa. Mlinzi wa Ghost alizungumza huku akiwa anamtazama Ghost. Ghost aliyekuwa amevalia suti nyeusi, tai nyekundu iliyokuwa imemkaa vizuri mno shingoni mwake. Ghost, unajua, kwanza alijitazama kwenye kioo kwa sekunde kadhaa na kisha alitoka ndani ya chumba cha Ikulu. Akatazama korido jinsi ilivyokuwa imetapakaa walinzi waliokuwa wamevalia suti nyeusi. Mheshimiwa, anatoka. Mlinzi mkuu alizungumza na kuwafanya wengine waanze pale kutangulia mbele, huku Mheshimiwa Rais Ghost akiwa amewekwa katikati na walinzi hao wengi. Wakafika nje na wakaingia katika gari maalum analolitumia Mheshimiwa Rais. Msafara ukaondoka taratibu katika hiyo hoteli ya hadhi ya nyota 5 aliyokuwa anaishi Ghost kwa kipindi chote toka alipotangazwa kuwa mshindi wa kiti cha urais. Wakafika katika uwanja wa Taifa uliokuwa umejaa watu wengi waliokuwa wamefika eneo hilo kushuhudia kuapishwa kwa Mheshimiwa Rais mpya. Mheshimiwa, vipi? Uko tayari? Mlinzi mkuu alizungumza huku akimgeukia Ghost aliyokuwa amekaa siti ya nyuma akitazama jinsi wananchi waliomchagua walivyokuwa wanamshangilia ujio wake uwanjani hapo. Ghost akasema, "Ndio, naweza kuzungumza." "Basi, unaweza kufungua." Mlinzi mkuu alimwambia mmoja wa walinzi waliopo nje ya gari katika mlango wa gari. Kweli aliufungua mlango na Ghost alitoka huku akiwapungia mkono wananchi waliozidi kupiga shangwe kweli kweli. Akaongozana na walinzi wake mpaka kwenye jukwaa lilokuwa wamekaa viongozi wengine, ikiwamo makamu wa rais mteuliwa Mzee Max. Akasalimiana pale na viongozi kadhaa, kisha akakaa na wakamsubiria mtu wa mwisho kuweza kuingia uwanjani, ambaye ni rais aliyekuwa anamaliza muda wake. Baada ya rais anayemaliza muda wake kukaa kwenye kiti chake, na ndipo taratibu za kuapishwa kwa Rais Ghost zikaanza. Mara baada ya kuapishwa, aliyekuwa rais aliyemaliza muda wake akahamia kwa Ghost, ambaye sasa ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ghost akawashukuru wananchi na chama chake kuweza kumchagua, na kisha akawa mtu wa kwanza kuondoka uwanjani hapo na kuelekea Ikulu rasmi, sasa akiwa ni rais wa Tanzania. Ghost akatoa pale simu yake mkononi, alipokea video call iliyokuwa inapigwa na Lisa. "Baba, hongera sana." "Nashukuru mwanangu. Vipi wajukuu zangu?" "Wako hapa wanafuatilia." Wow. "Hai babu." "Hai Cleo." "Nimefurahi sana babu kwa wewe kuwa rais." "Na washukuru sana wajukuu zangu." "Mdogo wangu anakusalimia babu." Cleopatra alisogeza kamera ya simu hiyo kwa mtoto wa Lisa. "Wow, siku chache tu hizi toka nimeachana naye. Amekuwa mkaka kweli kweli." "Yaani wajukuu zako wanavyokuwa, yaani kwa kasi ya 5G." "Basi baadaye tutawasiliana kwa maana nipo kwenye msafara." "Sawa baba, nikutakia majukumu mema."
ninawashukuru na nyinyi. Ghost alikata simu huku safari ikizidi kusonga mbele, na alizidi kujawa na furaha kuona wananchi wengi wakiwa wamejitokeza barabarani, wakiwa wamejipanga na kumpunga mikono. Ndoto yangu sasa imeweza kutimia. Ghost alizungumza hivyo kimoyomoyo huku akitazama jinsi gari hizo zilivyokuwa zinaingia kwa mwendo wa taratibu Ikulu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Ghost alikaribishwa na Chief Secretary wa Ikulu. Nashukuru sana. Kweli waliingia ndani ambapo kulikuwa kumeandaliwa tafrija ndogo ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais na kumwaga pia rais aliyetoka madarakani. Niitieni Bibi Shushuma. Ghost alizungumza kwani anamheshimu sana bibi huyo aliyemsaidia kwa kiwango kikubwa hadi akafanikiwa kuweza kuingia Ikulu kwa kura za wananchi. Mlinzi wake binafsi na Ghost akasema sawa huku akitoka ofisini hapo, ofisi ndogo ya Mheshimiwa Rais, na baada ya dakika 5 Bibi Shushuma kaingia ndani ya ofisi hiyo. Ndio bibi. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Nashukuru, ila shukrani zangu zote ni kwako. Kwa maana kusema ule kweli sikutarajia kama ningeweza kutimiza ndoto kwenye maisha yangu. Ni kweli umetimiza na umeamua kujitoa muhanga, kwa maana ya kwamba bila kujitoa muhanga usingeweza kufanikiwa. Bibi, je, umeweza kuangalia kama mambo yamebadilika kiasi? Hebu naomba kiganja cha mkono wako wa kulia. Bibi Shushuma akamshika Ghost kiganjani mwake, akafumba pale macho kwa sekunde kadhaa na kisha akayafumbua. Kusema ule ukweli, hakuna kilichobadilika. Siku zako 90 za kuwa madarakani zinaanza leo. Hivyo unaweza kuzitumia kwa namna nzuri ili kuacha kumbukumbu zenye nguvu miongoni mwa watu. Kwa sababu we hukupaswa kuwa rais, ila tumecheza rafu na muda wako unahesabika wa kuwa madarakani. Bibi Shushuma alizungumza kwa kujiamini na kumfanya Ghost kwanza shushe pumzi taratibu, huku akimtazama bibi huyo ambaye bibi hafichi jambo lolote lile. Hafichi jambo ambalo litakwenda kutokea kwenye maisha ya Ghost. Anapasua ukweli live kabisa. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima. Naima alikuwa anasema mtoto wa rais unaringa mwenyewe. Naima alizungumza huku akimpiga Ryan mgongoni, huku akitazama jinsi Ghost alivyokuwa na kula kiapo cha kuitumikia na kuilinda katiba ya nchi ya Tanzania. Laiti kama ningekuwa na uwezo wa kubadilisha mzazi, basi huyu babangu ningembadilisha. Asingekuwa baba yangu. Kwa nini? Unahisi Ghost huyu ni rais mzuri? Na sijui ameshindaje kudadeki. Ryan, wananchi wamemchagua, na ingekuwa kuna makona tungejua. Hapana Naima bwana. Huyu kuna jambo lipo nyuma ya pazia. Ndilo ambalo limemwezesha kuwa rais, sio bure. Hana sifa, hana vigezo vya kuwa rais. Sawa, amekuwa rais. Hatuna cha kufanya. Ryan alishusha pumzi taratibu. Alinyanyuka kwenye sofa lilokuwa amekaa. Alitembea mpaka kwenye dirisha kubwa la kioo na kutazama mandhari ya jiji la Tokyo nchini Japan, walilokuja mapumzikoni toka walipoondoka nchini Tanzania. Sioni Ghost akiwa rais wa muda mrefu. Unamaanisha nini? Naima aliuliza huku akisogea alipokuwa amesimama Ryan, na kisha akasimama pembeni yake. Ghost ni lazima tumue. Tena tumue kabla ya kukaa madarakani kwa muda mrefu.
Najua anatumia nguvu yake ya urahisi kufanya mambo yasiyokuwa na maana. Umekubaliana na nilichokizungumza? Yeah. Nimekubaliana na wewe. Nahitaji kupunga upepo. Ryan alichukua koti lake la kuzuia baridi, akaelekea katika lifti ya ghorofa hilo refu, akashuka chini. Aliingia ndani ya gari lake na kuondoka kuelekea eneo ambalo ni la wazi na lenye maua mengi pamoja na miti mingi. Eneo ambalo watu wengi hupenda kupumzika, ndipo anapokwenda yeye. Alisimamisha gari kwenye maegesho na kisha akashuka, akitafuta pale benchi moja lililopo chini ya mti na kisha akakaa. Akatoa pale earphone zake, akazivaa masikioni. Akaweka mziki ambao yeye anaupenda katika simu yake. Alianza kusikiliza taratibu. Macho ya Ryan yaliendelea kuangaza kwa watu waliokuwa wanaingia na kuondoka katika hilo eneo. Akashtukia kumwona mwanamama mmoja alikuwa amekaa pembeni yake, jambo lililomfanya Ryan avue kwanza earphone zake upande wa sikio ambalo yule mwanamama alikuwa amekaa. Ryan alishtuka sana, huku akijikuta akimtazama kwa umakini wa hali juu mwanamama huyo. Mwanamama huyo akamtazama Ryan na kisha alianza pale kububujikwa na machozi yaliyomfanya Ryan kusisimka mwili mzima. Mama? Ryan aliita hivyo huku akimtazama mwanamama huyo kwa mshangao mkubwa mno. Mwanangu. Ryan alisimama huku akitazama, labda eneo hilo linaweza kuwa na mtu anayewafuatilia, ila kila mtu anayeonekana hapo yuko busy na mambo yake. Kwa mama, siku hizi watu wanarudi duniani kutoka kuzimu, au mimi naota? Hauoti mwanangu ndoto yoyote. Sasa mbona mama mimi sielewi? Kwa hiyo wewe mama umetoka kuzimu au? Ryan akajipiga kwenye paji la uso wake ili kuhisi kama yuko ndotoni au anachokiona ni live. Najua unajua kwamba mimi nimefariki, kama ulivyoweza kuelezwa. Ila ukweli ni kwamba mimi nipo hai. Sawa. Unafanana na mamangu. Nionyeshe kitu ambacho kitakufanya nikuamini kama kweli ni mamangu. Mwanamama huyo alifungua pale pochi yake na kisha akatoa kifilimbi kidogo. Alianza kukipuliza wimbo ambao Ryan alikuwa anaupenda sana kipindi ambapo yupo mtoto. Na mama yake alipokuwa anapuliza filimbi hiyo, Ryan alikuwa analala taratibu bila hata ya kubembelezwa. Ryan ilibidi amweleze nini kimekutokea mama. Ni story ndefu sana. Kama hutojali tunaweza tukaondoka hili eneo na kwenda kwenye eneo langu ninaloishi. Hebu ngoja kwanza. Wewe unajionaje na umejuaje kama niko hapa? Nimekuona toka ulipokuwa unaingia. Na kama mama kamwe siwezi kumsahau mwanangu niliyemzaa. Kwa kweli dunia ina vituko. Tunaweza kuongozana? Okay. Sawa. Ryan aliongozana na mama yake mpaka kwenye gari lake. Nimekuja nami na usafiri wangu. Okay, sawa. Basi utaongoza njia. Ryan alizungumza huku akiingia ndani ya gari lake na mama yake naye pia akaingia ndani ya gari lake na wakaanza sasa kuongozana. Ryan hapo ilibidi ampigie simu Naima. Ryan niambie. Basi Naima, ukistajabu ya Musa utaiona Firauni. Sijakuelewa kuna nini? Yaani nimetoka kushangaa mambo ya ghost, lakini nimekuta na mamangu. Mama yako? Mama yako gani? Naima alishangaa. Wewe acha tu Naima. Nilikuja kwenye hii garden ninayopenda kuja kukaa. Sasa nimeona mtu amekaa pembeni yangu, kumtazama usoni ni mamangu. Na kweli ninazo kumbukumbu zake, na hapa tunapozungumza tunaelekea nyumbani kwake. Haraya, nikuwa makini. Niko makini, unajua naona ni miujiza ujue. Ila usishangae sana. Kwa nini? Kama ghost ulijua alifariki na akarudi kwenye maisha yako na ukamuelewa, basi hata huyo pia utamuelewa tu. Au watu wanakufa na kufufuka. Ndio wazazi wako best.
Okay, sawa, nitakufahamisha kwa chochote kile ambacho kitatokea. Okay, poa. Ryan alikata simu huku akipunguza mwendo taratibu mara baada ya gari anayoiendesha mama yake kusimama mbele ya jumba la ghorofa moja. Geti likaonekana kufunguliwa na wakaingia ndani, huku Ryan akiwa makini mno kwa kuchunguza mandhari eneo hilo ambapo yana walinzi 4 wenye silaha. Ryan aligusa bastola yake kiunoni kuhakikisha kwamba ipo, na kweli akaridhika kwamba ipo. Walishuka ndani ya magari na kisha wakaingia ndani. Karibu sana mwanangu. Ryan alisimama na kuitazama picha kubwa ya ukutani ikimwonyesha yeye, dada yake pamoja na mama yake. Ryan alitazama picha hiyo na alikumbuka vizuri tu, ni picha iliyokuwa imepiga kwenye sherehe moja ya Christmas walipokuwa wametembelea mkoa wa Kilimanjaro. Naamini ya kwamba unakumbuka hii siku mwanangu. Sauti ya mama yake aliyokuwa amesimama pembeni ilimshtua Ryan na kumtoa kwenye dimbwi la mawazo. Ya. Unakumbuka hii sura yako ya Timbaland? Ulikuwa unaipenda? Ya. Naikumbuka sana mama. Karibu mwanangu. Jisikie upo huru. Nashukuru. Ryan akakaa kwenye sofa huku akitazama mandhari ya sebule hiyo. Basi, ngoja nikutengenezee juice. Sawa. Ryan alimtazama mama yake jinsi alivyokuwa anatembea kuelekea jikoni na kusema kweli hakuna kilichobadilika kwenye tembea yake. Akasimama na kutazama picha ndogo ndogo za utoto wake zikiwa zimebandikwa pale ukutani. Baada ya dakika 10 mama yake akarudi, alikuwa amebeba jagi la juice na glasi 2. Alimimina pale juice hiyo kwenye glasi hizo na kisha akamkabidhi Ryan glasi yake. Ryan akainywa glasi hiyo taratibu na alijikuta na tabasamu. Mkono wako wa kutengenezea juisi mama ni ule ule. Ya, na hiyo ndiyo juisi yako pendwa mwanangu. Yaani umejuaje? Unajua siamini hadi sasa hivi. Ila inanilazimu kuweza kuamini. Mama, ni nini ambacho kilichotokea mpaka nikahudhuria msiba wenu wewe pamoja na baba nikiamini kabisa kwamba nyote ni marehemu, japo yeye amerudi kwa wakati wake? Mama yake na Ryan kwanza alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akimtazama Ryan. Ni historia ndefu mwanangu, ila yote yamesababishwa na huyo mshenzi baba yako. Sijajua mna mahusiano gani, ila ni mshenzi kati ya washenzi walioshindikana. Na sijui imekuwaje wananchi wa nchi ya Tanzania wameamua kuweza kumpa kiti cha urais. Na iona Tanzania ikienda kunyesha mvua ya damu, watu watateketea na kufa. Mama Ryan alizungumza huku machozi yakimbubujika na kumfanya Ryan kumsogelea taratibu. Akatoa pale kitambaa chake mfukoni na kuanza kumfuta machozi mama yake, huku akiwa na hamu kubwa sana ya kujua ni nini kilichotokea hadi kuwa hai hadi sasa. Nisiwe mwongo mama, maisha yangu nayaona imekuwa kama vile mapicha. Hebu niambie, imekuwaje kwa hadi umekuwa hai? Ubinafsi na utapeli. Sijakuelewa mama. Unajua mali zote ambazo tulikuwa nazo zilikuwa ni zangu. Iko hivi mwanangu. Baba yangu mimi alikuwa ni mfanyaji biashara mkubwa sana, mwenye pesa nyingi sana. Nilizaliwa peke yangu, hivyo nilikuwa ni mtoto wa pekee. Baba yako alikuwa ni dereva wa baba yangu mimi, na hapo ndipo alipoanza kunitongoza toka nilipomaliza masomo yangu ya udaktari nchini Marekani. Kutokana na kwamba nilikuwa single na alikuwa ni kijana ambaye baba alimchukua toka akiwa na miaka 15 kijijini kwao huko, hivyo kusema ule kweli aliniteka. Utajiri wa babangu mimi ulizidi kuongezeka kadiri siku zilivyozidi kwenda.
Na hapo naweza nikasema ndipo alipoweza kunishawishi tufunge ndoa. Kutokana na ndoa ilikuwa ni jambo jema, basi nilikubaliana na hilo. Baba, kutokana na kwamba alikuwa ananipenda, alikubaliana na ombi langu na akakubaliana na ombi la Ghost. Basi tulifunga ndoa na tulibahatika kumpata dada yako. Zawadi ya pekee alionipa baba ni kunirithisha mali zake zote kimya kimya bila kumshirikisha baba yako. Nilikuja kufahamu miaka mingi baadaye kwamba kifo cha baba kilisababishwa na Ghost. Hapo ndipo mambo yalipoharibika, kwa maana babako alianza kutafuta mbinu za kuniua ili kumiliki kila kitu ambacho nilikuwa nimemilikishwa na babangu. Baada ya kuligundua hilo, ilinibidi mimi kumrithisha mali hizo dada yako. Ebu ngoja kwanza mama. Kama ulikuwa unajua kwamba baba ni gaidi, ni mtu mbaya, kwa nini usingeachana naye kabla ya mambo kuweza kuharibika? Alikuwa anawatumia nyie kama kigezo, na nikiwa kama mama nisingeweza kukimbia na kuwaacha mikononi mwake, kwani lingekuwa ni jambo la hatari kwa maisha yenu. Ndiyo mwanangu. Max aliniambia mpango wa ajali waliokuwa wanaipanga kwa ajili ya kudanganya. Hivyo nilichukua kama nafasi ya mimi nami kuweza kuigiza kuumwa mara baada ya kufika Afrika Kusini. Na niliweza pia kufeki kifo. Na babako aliamini kwamba mimi nimekufa, na hapo ndipo nilipopata nafasi ya kukimbilia Korea, ambapo nilianzisha maisha yangu mapya, huku nikihitaji kuweza kuhakikisha ninaanza maisha mapya. Sasa mama, kwa nini ulitukimbia? Sikuwakimbia Ryan. Nilirudi nchini Tanzania kuwachukua, ila kwa bahati mbaya au nzuri niliwakuta mkiwa mnaishi na Max, huku mkiwa mnaelewa ya kwamba sisi ni wafu. Niliumia sana, kwa maana niliogopa sana kujitokeza, maana ningewafanya mwe mna maswali mengi juu ya kile kilichotokea. Najua nilifanya kosa kubwa sana kuwaacha kwenye hali ya kuishi kama mayatima, ila babako alivyokuwa ni mtu ajabu, aliamua kumuua dada yako ili kuhakikisha anapata umiliki wote wa mali za babu yako. Alimuaje? Najua uliona ajali ya meli. Ndio. Basi Ghost alihusika moja kwa moja kuhakikisha anamuua dada yako na watu wengine, ili mradi ionekane ni ajali iliyowaua watu wengi. Nimeishi kwa kufanya mambo ambayo yatamkwamisha babako, ila kwa bahati mbaya sikuweza kufanikiwa, kwani aliishi kama mzimu na sasa hivi amefanikiwa kuwa rais. Roho yangu inaniuma sana. Sana kwenye hili. Roho yangu inaniuma. Mama Rene alizungumza huku akimwagikwa na machozi. Vita yangu imeshakuwa ni ngumu. Hapa Japan unafanya kazi gani? Namiliki baadhi ya makampuni pamoja na hospitali ya upasuaji ambayo ni ya pili kwa bara hili la Asia kuwa na ubora. Japo nimebadilisha jina langu halisi kutokana na kutokujulikana na Ghost. Okay. Sawa. Mbona umenijibu kiwepesi sana? Nisikilize mama. Kama Ghost alimuua dada yangu, tambua kwamba hata mimi pia alitaka kuniua mara kadhaa. Ila hiyo vita sitaki wewe nikuhusisha. Nitakushauri tu kwa sasa uendelee tu na maisha yako. Fanya yale ambayo unahisi ya kwamba ni sahihi. Mambo ya Ghost nitadili nayo kwa namna nyingine mimi mwenyewe. Utadili naye vipi? Mama, itoshe kusema kwamba nashukuru Mungu nimekutana na wewe kwenye maisha haya. Nitakuwa nakuja kukutembelea, na nitakapohitaji ushauri basi nitakuja pia. Ila kwa sasa ninaishi kwenye maisha ya ulimwengu wangu. Maisha ambayo nilishazoea kuyaongoza mimi mwenyewe bila hata kuwa na baba wala mama. Hivyo sitokubali au kuruhusu hisia yoyote ya mzazi kuweza kuingia kwenye maisha yangu. Nashukuru kwa juice, lakini naomba niondoke sasa.
Rani alizungumza huku akiweka glasi aliyokuwa amemaliza kunywa juu ya meza. Ila mwanangu, ungeacha nikuandalie japo chakula. Wakati mwingine nitakuja, kwa sasa naomba niondoke. Sawa. Naomba hata nikukumbatie mwanangu. Rani alimtazama mama yake na kisha taratibu akakumbatiana kwa dakika 2, na kisha Rani akamwachia mama yake na kuondoka eneo hilo bila hata ya kutazama nyuma. Aliingia ndani ya gari lake na kuondoka nyumbani kwa mama yake, huku moyo wake ukiwa na uchungu na chuki dhidi ya Ghosti. Oe Naima, niambie. Jiandae, tunakwenda nchini Tanzania leo. Leo? Ndio. Okay, sawa. Rani alikata simu na kuendelea na safari ya kurudi wanapoishi na rafiki yake huyo Naima. Msikilizaji, kwa upande wa pili, ukimya ulionekana kutawala ndani ya ofisi ya Eddie, huku Judy na Ghosti wakiwa wamekaa kwenye viti vya pembeni wakisubiria Eddie azungumze jambo. Wananchi wa Tanzania wametusaliti. Eddie alizungumza hivyo huku akijeka vizuri kwenye kiti alichokuwa amekaa. Ghosti leo hii hakupaswa kabisa kuweza kushika madaraka. Eddie alizidi kuongea na kumfanya Judy na Godi ambao walikuwa nchini Tanzania katika harakati za uchaguzi walikaa kimya, kwani kushindwa kwenye uchaguzi kumewafanya wakose cha kuzungumza. Nchi haiwezi kuongozwa na Ghost wala Max. Sasa tunafanyaje kaka? Nisikilize Godi. Hatuna option nyingine zaidi ya kumuua Ghost pamoja na Max, kwa sababu hatuwezi kusubiria kwa miaka 5 mingine na kisha tuingie kwenye uchaguzi. Ila atakuwa amejizatiti. Haijalishi, ila ni lazima tuwaue wote. Wewe rudi nchini Tanzania. Endelea kutupatia kila aina ya taarifa nyeti ambazo tutazihitaji kwenye serikali mpya. Sawa. Jambo jingine, kuwa makini, kwani jamani lazima ataanza kudhoofisha upinzani na watu waliokuwa wanamuunga mkono Judy. Hivyo kuwa makini. Sawa kaka. Judy. Ndio Eddie. Jiandae kuwa rais wa nchi ya Tanzania. Hii vita sasa nitaiongoza mimi mwenyewe, kwani vijana ninaowapatia kazi wanashindwa kuweza kuikamilisha. Sawa kaka, nimekuelewa. Eddie alinyanyuka na kutoka ofisini kwake huku akionekana dhahiri shahiri kwamba alikuwa amekasirishwa na kile kilichotokea nchini Tanzania, kwani nia yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Judy anashinda ili waweze kuirudisha Tanzania kwenye mstari. Naam, msikilizaji, mapigo ya moyo ya binti Flora kwa upande wake yalizidi kwenda kasi, huku wasiwasi mwingi ukizidi kumtawala. Macho yalizidi kumtoka huku akitazama kipimo cha kupimia ujauzito kikiwa na mkojo wake aliokuwa ameweka ndani ya kichupa kidogo. Akatoa kipimo hiko huku akiwa anatetemeka. Mishale miwili ya rangi nyekundu ilimwashiria kwamba yeye ni mjamzito. Mungu wangu, Flora alizungumza huku machozi yakimbubujika, kwani katika kitu anachokichukia ni hii ndoa yake ya kienyeji aliyoolewa na Mzee Faya. Mlango wa chooni alipojifungia ukagongwa. Mpenzi, mbona umekaa muda mrefu huko chooni? Ilikuwa ni sauti ya Mzee Faya. Ilimfanya Flora azidi kujawa na hasira. Alijifuta machozi usoni mwake, akakidumbukiza kipimo hiko kwenye choo na kisha kaflash na maji mengi, akatoka chooni humo. Vipi mke wangu mpenzi, uko sawa kweli? Tumbo linaniuma sana. Flora alizungumza huku moja kwa moja akielekea kitandani na kujibwaga mzima. Vipi, nimuite dokta? Hapana, ni period tu. Ndio inakufanya uwe kwenye hali hii? Ndio. Flora alizungumza kwa hasira huku akilia, na ndipo Mzee Faya kakaa pembeni yake. Mke wangu, kama kuna jambo baya nimelifanya na kuomba unisamehe.
Mzee Faya alijitahidi kuzungumza kwa sauti ya kubembeleza, jambo lililomfanya Flora kumtazama kwa hasira, na kwa jinsi sura yake ilivyokuwa mbaya na mikunyanzi ya hapa na pale, alijikuta akizidi kuchukizwa na uwepo wa mzee huyo. Nahitaji kupata hewa. Flora alitoka chumani hapo. Alimwona baba yake akiwa amesimama kwenye moja ya mti huku akitazama maninja jinsi walivyokuwa wanaendelea kupata mafunzo. Wewe, vipi, uko sawa kweli? Baba Flora alizungumza huku akimshika kwenye paji la uso binti yake Flora ambaye macho yake yalikuwa yametawaliwa na wekundu. Umeniharibia maisha sana. Umeniharibia maisha yangu baba. Umeniharibia ndoto zangu zote. Ndoto zangu umezizima kwa tamaa zako. Hapa ndipo ninapomkumbuka mamangu. Haki ya Mungu, mamangu mimi alikuwa yuko sahihi. Sikuelewi wewe unazungumza nini? Kwa kujipendekeza kwako umesababisha leo hii mimi naolewa na mtu mwenye umri kama wako baba. Ni mara 100 ningempenda basi. Ilo mmenilazimisha. Ona sasa nimepata mpaka na ujauzito huyu mjinga. Ona baba. Flora alizungumza kwa uchungu huku akimtazama baba yake aliyeshtuka kusikia kwamba mwanae ni mjamzito. Unashtuka? Una ulivyokuwa mnafiki mkubwa, unashtuka nini? Ulihisi kwamba ninavyolala naye kilazima? Unahisi kwamba nisingeweza kupata ujauzito? Au ulihisi yule ni mwanamke mwenzangu? Flora alizidi kufoka na kumfanya baba yake kuwa mnyonge. Nisingejiunga kwenye mambo yako ya kipuzi, leo hii mimi nisingekuwa hapa. Ila mwanangu, haya yote ameyataka Ryan. Ryan nyokokwe au? Makamu wa rais alimzaba kofi Flora kwa maana alikuwa amemtukana pale kilugha. Mimi ni baba yako na unapaswa kuniheshimu. Ni mara 100 Ryan angekuwa ile siku mbwa mmoja wewe. Flora akatema mate chini na kuondoka kwa kasi. Alimpiga kikumbo mzee Faya aliyekuwa amepishana naye njiani ambaye alishuhudia jinsi Flora alivyokuwa amepigwa lile kofi. We Makamu vipi, mbona unampiga mke wangu kofi? Ni mke wako sawa, ila kwangu yule ni mwanangu na nimemtoa hapa kiunoni mwangu. Hivyo huna mamlaka kunihoji kwa nini nampiga au kwa nini namfokea. Sikiliza bwana, kumbuka kwamba upo kwangu na mimi hii ni maya yangu na uko hapa kwa kulipia hasara yote ulionipatia. Nadhani unanielewa Makamu. Alafu wewe mzee Faya, nikuulize kitu kimoja. Hivi nilishawahi kuja kwako nikakuomba msaada? Sidikiherehere chako kilichokuleta kwangu na kujifanya wewe unanisaidia matatizo yangu ambayo mimi mwenyewe kwanza ile nishinda. Nisikilize mzee Faya, sina cha kupoteza. Kama unataka kuniua, niue. Nadhani umenielewa. Makamu wa rais alizungumza kwa kujiamini na kisha kaondoka eneo hilo na kumwacha mzee Faya akimtazama kwa macho ya hasira, kwani katika kitu asichopenda mzee huyo ni kukoromewa tena na mwanaume mwenzake. Ingekuwa sio utamu wa mtoto wako, ningeshawaua wote nyinyi. Shenzi kabisa. Mzee Faya alizungumza taratibu huku akishusha pumzi taratibu kabisa. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima akisema, sasa Ryan, tunakwenda nchini Tanzania kwa mpango gani? Kumuua Ghost. Ryan, huoni kama tunajihatarishia maisha ikiwa labda ndio? Naima, kama unahitaji kwenda basi kulazimishi, unaweza kuendelea kukaa hapa sawa? Sihitaji pingamizi lolote ile kwenye hili. Ala? Ryan alizungumza kwa kufoka na kumfanya Naima kumsogelea karibu yake. Ryan, niambie una nini kingine ambacho umekutana nacho kimekukasirisha? Nisikilize Naima. Niambie, mimi ni rafiki yako. Ukiwa na hasira ninakufahamu Ryan. Ukiwa na furaha nakujua. Ukiwa na huzuni pia ninakujua. Niambie nini tatizo? Ryan alimtazama Naima kwa sekunde kadhaa.
Aliweka tisheti aliyokuwa ameikunja ili kuiweka ndani ya begi. Akakaa kwanza kitandani. Nimekutana na mama na amenieleza mambo ambayo Ghost ameyafanya. Umethibitisha ni mama wako kweli? Ndio. Amenielezea namna alivyotoka kwenye maisha ya Ghost. Ila kitu ambacho kinaniuma mimi ni kwa nini amemuua dada yangu na watu wasiokuwa na hatia kwenye meli. Kwa nini kuniambia ajali ya meli iliyotokea ni Ghost amehusika? Ndio. Kwa nini sasa amuue dadako? Mali anazomiliki Ghost ni mali za babu yangu upande wa mama. Kumbe Ghost alikuwa ni reva tu wa babu. Akamuua babu. Na mwisho wa siku babu aliweza kuzirithisha mali kwa mama. Mama akarithisha mali kwa dadangu. Na mwisho wa siku Ghost akamuua mpaka dadangu. Nimeumia sana. Sikuwahi kuwa na ndugu mwingine zaidi yake yeye. Rani alizungumza kwa uchungu huku machozi yakimlenga-lenga. Haki ya Mungu Naima. Safari hii siwezi kumwacha hai Ghost. Taratibu Naima ilibidi mkumbatie Rani aliyekuwa anamwagikwa na machozi ya uchungu. Uchungu wa maisha kutokana na aliyosimuliwa na mama yake. Usijali rafiki yangu. Nitakuwa nawe. Ni lazima tumuue. Na kuhakikishia lazima tutamuua. Naima alizungumza kwa sauti ya upole huku akiendelea kumkumbatia Ryan. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona mzee Max akizungumza. Sasa nchi ipo mikononi mwetu. Ni wakati wa kuwatumikia wananchi. Mzee Max alizungumza huku akiwa katika ofisi ya Rais Ghost. Mbona uko kimya, unaumwa? Unajua kuna jambo moja sijakueleza. Jambo gani? Bibi Shushuma kwanza ameondoka leo kurudi nchini kwake India. Mbona miajaniaka? So unajua mambo ya sherehe. Na aliniambia inabidi aondoke siku tu nitakayoapishwa kuwa rais. Na yalikuwa ndio makubaliano yetu. Sawa. Mimi nimekuelewa. Yule bibi ametusaidia kusema ukweli. Ametusaidia sana 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 sana. Siasa bila uchawi haisongi mbele. Unajua nilipokuwa nje ya hii ikulu nilitamani sana kuingia na kuwa mtawala. Ila toka nimekalia hiki kiti najiona kabisa nimefanya maamuzi mabaya sana kwenye maisha yangu. Maamuzi gani? Mkataba wangu na Bibi Shushuma ilikuwa ni kuniwezesha mimi kuongoza hii nchi kwa siku 90. Na siku hiyo ya 90 nitakufa kama ningehitaji urais. Na kama nisingehitaji urais basi ningeendelea kuishi maisha yangu mpaka pale Mungu ambapo angependa kunichukua. Ngoja kwanza. Ina maana amekuambia utaongoza hii nchi kwa siku 90 tu? Ndio. Mungu wangu. Yote 9, 10 mtu atakayeniua hiyo siku ya 90 ni mwanangu ambaye ni Ryan. Mzee Maxi alitokwa na macho ya mshangao. Ghost akasema, Ryan ana nguvu za giza ambazo kwa namna moja ama nyingine tunaziamini. Ila sitokufa kijinga. Nimeshikilia nchi. Majeshi yote yako chini yangu. Siwezi kufa kipumbavu kisa yule eti bibi alisema. Nahitaji Ryan kwanza asakwe nchi nzima. Kila kwenye mipaka, kwenye stendi za mabasi, kwenye bandari zote, viwanja vyote vya ndege, picha yake isambazwe. Endapo akionekana akamatwe mara moja, na akikamatwa nitahitaji nimuue kwa mikono yangu mimi mwenyewe kuhakikisha kwamba nimekitenganisha kichwa chake na mwili wake. Yule mimi ni mkojo wangu mimi mwenyewe, hauwezi kuninyima mimi usingizi na nafasi kubwa kama hii niliyoipata kwenye maisha yangu. Naam,
Ghost alizungumza kwa msisitizo na kumfanya mzee Max kwanza shushe pumzi, huku akimtazama Ghost ambaye alikuwa anazungumza kwa msisitizo wa hali ya juu. Na kutokana na kwamba ni rais sasa wa nchi, basi ana mamlaka ya kufanya kile akitakacho bila kupingwa na mtu yeyote yule. Patamu hapo, mambo yanazidi kunoga. Lakini Ghost, kumbuka kiapo ulichokula ndani ya masaa 24 yaliyopita. Hujachukua madaraka kugombana na mwanao. Umechukua madaraka kwa ajili ya kuongoza hili taifa. Tusianzishe vita binafsi na tukachanganya na vitengo vya serikali, hususan vitengo vya ulinzi na usalama. Na hii vita ni ya kwako wewe na mwanao. Najua wewe ni rais na mimi ni makamu wa rais, hivyo ni jukumu langu kukushauri pale ninapokuona unatoka kwenye mstari. Bwana Max, hebu nisikilize kitu kimoja. Nimeshasema na hakuna kuweza kunibishia wala kunipinga. Tunakwenda kumsaka Rani na nitahakikisha kwamba Rani anauawa. Au unataka mimi nife ili wewe urithi hiki kiti, si ndio? Sina hiyo maana. Ila ni nini sasa? Maana yangu umeielewa Ghost. Sina muda wa kukaa na kupigizana kelele kwa mtu uliyemzawe mwenyewe. Nikutakia majukumu mema kwenye kutekeleza hilo unalotaka kulifanya. Mzee Max alisimama na kutoka ndani ya ofisi ya rais. Alitazama mlango wa ofisi hiyo, huku moyoni mwake akijutia ni kwa nini amempambania Ghost hadi amefanikiwa kuwa rais, na badala yake amekuwa ni mtu wa kuanzisha vita binafsi zisizokuwa na kichwa wala miguu. Mzee Max aliingia ndani ya gari lake na kisha aliondoka ikulu na msafara wake. Akatoa simu mfukoni mwake. Alitazama namba moja ambayo hajaiandika jina na kisha akapiga hiyo namba. Nahitaji kuongea na mzazi. Sawa mkuu, dakika moja. Halo. Unaendeleaje mwanangu? Namshukuru Mungu baba. Hongereni bwana. Asante sana. Sasa nahitaji usafiri na timu yako mwelekee nje ya nchi kwa uangalizi zaidi. Nchi gani baba? Mtaelekea Norway. Kuna makazi yangu kule pamoja na baadhi ya biashara zangu. Kuna watu watawafundisha na mtaziongoza. Hamwezi kuendelea kukaa ndani bila hata kujishughulisha. Ila kama hamtopenda mtaniambia, hivyo nawapa muda wa kuweza kujitafakari, kwani mnakwenda kubadilisha hali ya maisha tofauti na yale mlioweza kuyazoea. Sawa baba, nashukuru sana. Nitakupatia jibu. Basi hakuna shaka. Mzee Max alikata simu, huko sauti ya Ghost ikiendelea kumrudia akilini mwake ya kwamba Ryan lazima nimuoe. Mzee Max akawa anaendelea kujiwazia kwamba Ryan, uko wapi kijana wangu? Huyu babako anazidi kuehuka, ameichukua nchi kwa tamaa zake mwenyewe. Mzee Max aliendelea kuwaza na kukosa majibu. Msikilizaji, kwa upande wa Scorpion tunapata kumwona Nadia akisema, mama, tunafanyaje? Ghost ameshika nchi. Swali la Nadia likamfanya mwanamama Katha kukaa, huku akimtazama binti yake huyo ambaye ndiye msaidizi mkuu wa taasisi ya Scorpion. Bado tuna nguvu, na bado tuna ushawishi, na bado tuna mamlaka ya kuhakikisha kwamba tunairudisha Tanzania mikononi mwetu. Sawa, je mama, tunairudishaje ikiwa hali halisi unaiona? Na akizidi kukaa madarakani yule na kukizoea kile kiti cha urais, ndivyo jinsi atakavyozidi kujipanga na kuwa imara zaidi na zaidi. Naamini atakuwa na upinzani tu. Ninavyomjua baba yako, hata kubaliana na hili lililotokea, hususan kushindwa urais kwa Judy. Na naamini itakuwa inamuuma sana huko aliko. Mama, unahisi Eddie atafanya mashambulizi kwenye nchi aliyoipigania na kuifanya damu yake kumwagika? Hilo sijui, ila inabidi tuangalie hali itakavyokwenda, kwa sababu jambo la kwanza hatujapata mtu wa kuweza kumsimamisha. Lakini jambo la pili, huyu muhuni hatakuwa na maisha marefu pale Ikulu. Hisia zangu zinanituma hivyo.
Lakini kwa sasa Nadia, nahitaji ukafanye mazoezi ya ziada ili uwe bora. Mazoezi gani? Nahitaji uwe ninja. Nimepata hiyo sehemu ambayo ukitoka huko basi kumuua Ryan itakuwa ni jambo rahisi sana. Wewe amini, nenda kapambane, na ukitoka huko yeyote atakayesimama mbele yenu amekwisha. Utakwenda na wadogo zako Kuro na Doto. Hapana mama, madogo tusiwahusishe kwenye hili. Kwa nini? Mama, wale ni wadogo na akili zao kwa sasa haziwezi kubeba majukumu ambayo mimi nimeyabeba. Watakuja kuisambaratisha hii Scorpion yako, na hutokuja kukaa na kuamini. Watakuja kuifanya iwe taasisi ya wauaji na sio wasaidizi. Mama, wao kwa wao wana binafsi. Itakuwaje kwa watu wengine? Kwenye hili naomba tu akae mbali. Sawa mwanangu Nadia, kwa sababu wewe ndio kiongozi sasa, una la kufanya. Mimi nahitaji kuendelea kula pension ya maisha yangu yote ya utumishi niloweza kuifanyia Scorpion. Mama, nimekuelewa, lakini pia nashukuru nawe kwa kuweza kunielewa. Naam, kwa upande wa Ghost, tunapata kwa mwana Ghost akimkaribisha Jenerali. Alimwambia karibu sana Jenerali. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Hongera sana kwa ushindi. Nashukuru nawe pia nikupe hongera kwa kukubaliana na mimi toka sijaingia madarakani na tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja. Ni kweli nyota njema huonekana mapema. Unajua kwenye hizi nchi zetu za Kiafrika ni ngumu sana kwa vyama vya upinzani kushinda kiti cha urais kwa haki. Kama unavyojua vyama tawala siku zote hutumia mabavu kuhakikisha vinabaki madarakani. Ila kwa uchaguzi wa safari nimeona mmeshindana kihaki, na aliyeshindwa amekubali ameshindwa kihaki, na sijasikia hadi sasa hivi mapingamizi yoyote yale yaliyofanywa na vyama vingine. Ni kweli. Naamini umeweza kushuhudia matukio mengi yaliyoweza kutokea kwenye serikali iliyopita, hususan ya kiuhalifu. Ndio Mheshimiwa Rais. Hadi Ikulu inavamiwa na watu wanauawa, naamini jeshi mlikuwa mnapata ripoti. Ndio Mheshimiwa Rais. Kwa nini mlikuwa hamzishughulikii? Unajua Mheshimiwa Rais, sisi tunakwenda kwa kufuata amri ya Amiri Jeshi Mkuu. Kama Amiri Jeshi Mkuu anatuambia tukae kimya na vyombo vingine vya usalama vihusike kama jeshi la polisi na X, basi sisi tulifuata amri. Okay, sawa. Nimekuelewa. Hapo Ghost akakaa kimya kwa sekunde kadhaa. Sasa boss, nahitaji ushirikiano wa jeshi kwenye kuhakikisha usalama wa nchi hii unaimarika, tena unaimarika kisawasawa. Haya matukio yaliyokuwa yanafanywa na watu kama kina Ryan na wengineo sitohitaji atokee kwenye utawala wangu. Mimi ni kuhakikishia tu Mheshimiwa Rais, hii nchi chini ya mamlaka yako, hakuna jambo lolote bali litakalokwenda kutokea. Okay, sawa. Nahitaji uunde kikosi maalum kitakachokuwa chini ya rais, kikosi cha wanajeshi 15 wenye uwezo wa hali ya juu. Ninaposema hali ya juu, maana yake ni kwamba ni watu watakaokuwa wanafanya kazi yote nitakayoagiza kwa amri yangu, hususan kazi za kiusalama. Sawa Mheshimiwa Rais. Kikosi hiki ufanyaji wake wa kazi utakuwa ni wasiri sana. Nahitaji wawe na mbinu zote ambazo zinajulikana kwenye medani za kivita. Sawa mkuu. Basi ninashukuru kwa muda wako Jenerali. Asante nawe pia mkuu. Wakapeana mikono, Jenerali akapiga pale saluti na kisha akatoka ofisi ya rais. Mheshimiwa, mkurugenzi wa shirika la X yuko hapa. Mlinzi wa Ghost alizungumza, na hii ni mara baada ya Jenerali kuweza kutoka. Ghost akasema, mwambie aingie. Kweli Monica aliingia ndani hapo. Wow. Mkwe wangu, karibu sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais.
No, kukiwa hakuna watu niite baba. Sawa baba, shikamoo. Marhaba, karibu sana uketi. Nashukuru. Wakakaa kwenye sofa zilizopo ndani ofisi hiyo. Ndoto zangu zimekamilika sasa. Kwa kweli baba. Ila zisingekamilika bila mchango wako wewe. Laiti kama usingekuwepo kwenye shirika hilo la usalama, basi sidhani kama sasa hivi ningekuwa hapa. Nimefanya lile ambalo limewezekana baba. Naamini umezungumza na Cleopatra. Ndio, nimeongea naye lisali moja lililopita. Okay, sawa. Niambie mwanangu kilichokuleta. Kwanza baba, nashukuru kwa upendo wako wote uliweza kunionyesha kati yangu mimi na mwanangu. Kwa kweli umemkuza mwanangu kwa maadili mazuri na tunajivunia kuwa na baba kama wewe. Nashukuru sana. Baba, kama unavyojua, tumekuwa kwenye mission ya kuhakikisha unaingia madarakani kwa njia yoyote ile, na kumetokea mengi ambayo naamini unayajua. Ninayafahamu mwanangu. Hivyo baba, nina maombi hayo mawili kwako. Naamini atakuwa ni maombi ya ndio. Maombi gani hayo mwanangu? Kwanza naomba nipumzike kwenye hii kazi ya usalama. Nihitaji nikupatie ubunge. Nikuchague waziri au unajua, kwa maana unavyojua ni nafasi zangu mimi za kuchagua wabunge wa viti maalum. Hapana baba, nahitaji kwa sasa kuweza kuizunguka dunia. Niondokane na mambo ambayo yaliwahi kunitokea kwenye maisha yangu. Nahitaji kuachana kabisa na masuala ya usalama. Nimeandika barua yangu hii ya kuweza kujiudhuru. Kwa kiufupi, nahitaji kuishi maisha yangu ya utofauti kabisa na niliwahi kuweza kuyaishi. Monica alizungumza kwa sauti ya upole na kisha alimkabidhi bahasha yenye barua Ghost. Ghost alifungua bahasha, akatoa barua hiyo na kuisoma taratibu. Alipomaliza, kwanza alishusha pumzi. Unajua, nilidhani ni mapumziko tu mafupi. Ili tuwe pamoja kwenye kulisukuma hili gurudumu, na isitoshe wewe una uzoefu mkubwa sana wa serikali. Ni kweli baba, ila nimeitumikia sana hili taifa toka nilipokuwa binti mdogo na hadi sasa. Hapana, kwa amri yako naomba tukubaliane na hilo ombi langu. Kwa hili nitaomba kwanza nilifikirie na pia nimshirikishe Max, kwa maana kwamba siwezi kukubali haraka ikiwa ndio kwanza ninaingia madarakani. Nahitaji kujua mifumo yenu ya ndani ya kiujasusi na kwendaje. Hivyo kwa hili na kuomba univumilie binti yangu. Hakuna shaka baba. Sawa, nashukuru kama umenielewa. Lakini jambo la pili baba ni kuhusiana na Cleopatra. Natambua umemzoea na unampenda sana. Kwenye kipindi chote nilichokuwa ninashughulika na mambo ya serikali, nilimkosesha upendo wa mama. Nilikaa naye mbali kwa kipindi kirefu na kumwacha na wadada wa kazi hadi pale nilipoamua aje kuishi nawe. Naomba kwenye mapumziko yangu haya nizunguke naye, aione dunia, aitambue dunia na ajivunie kwa kuwa kwenye familia yako. Unajua hilo ni wazo zuri, na ukiwa kama mama siwezi kukunyima hilo. Kwa maana ni haki yako. Hivyo nitaagiza aje hapa nchini Tanzania. Kwani ni mwage, kama unavyojua nimekaa hapa nchini zaidi ya miezi 3 sasa. Ni muda mwingi huwa nazungumza naye tu kwenye simu. Hivyo kwenye hilo nimekubaliana na wewe kwa moyo mmoja. Nashukuru baba. Usijali, yangu ndo hayo tu yameisha. Okay, sawa. Mimi nitakuruhusu kuondoka kwenda kusafiri, ila sitokupa jibu la sasa hivi kwamba nimekubaliana na barua yako au la, hadi pale nitakapoweza kujiridhisha kwamba tuna mtu sahihi kwenye idara yako ambayo unajua ni nyeti kuliko idara zozote hapa nchini. Sawa baba, nashukuru sana. Huhitaji tupate kikombe hata cha kahawa? Sawa baba. Ghost alipiga simu kwa sekretari wake, alimwagiza kahawa, na baada ya muda mfupi sekretari akaingia ndani hapo akiwa na chupa yenye kahawa na vikombe viwili. Akawahudumia pale Ghost pamoja na Monica, na kisha sekretari huyo akaondoka ndani hapo. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, Ryan, una bahati sana kwenye maisha yako. Kwa nini?
Umekutana na mama. Maana yake wewe si yatima tena. Najua tunaondoka Japan, ila nakuomba pata japo wasaa kumwaga mamako. Hujui ni kwa nini Mungu ameweza kukutanisha naye. Hapa ndipo unapokamilika ule usemi kwamba milima haikutani ila binadamu wanakutana. Japo unajua sidhani kama kutakuwa kuna upendo ule kama wa mama, ila ni vyema tu kumwaga. Okay, sawa, twende. Kweli wakatoka na mabegi yao na moja kwa moja wakaelekea hadi ilipo nyumba anayoishi mama Ryan. Mlinzi wa getini hapo alipomwona Ryan aliminya remote ya geti hili na likafunguka taratibu na kisha akaingia ndani. Karibuni sana. Mfanyakazi wa ndani aliwakaribisha, wakaingia ndani. Mama nimemkuta. Ya, ndio, anakuja. Mama Ryan alifika sebuleni hapo na akakumbatiana na Ryan. Wow, huyu ndo mkwe wangu mwanangu eti. Mama Ryan alizungumza kwa furaha huku akimkumbatia pia Naima. Ryan akasema pana, mimi ni rafiki yangu wa maisha. Nipo naye kwenye shida na raha. Karibu sana mwanangu. Nashukuru mama. Sikutarajia kama utarudi tena kwa maana uliondoka ukiwa na uchungu mwingi mno. Ila kabla sijasahau, hebu njoo nikuoneshe kitu. Ryan akaongozana pale na mama yake. Naima, na wewe njoo. Wakaongozana mpaka kwenye chumba kimoja. Waliingia ndani na Ryan alijikuta kishusha pumzi taratibu huku akitabasamu. Tabasamu likatawala usoni mwake. Vitu ambavyo vilikuwa katika chumba chake kipindi cha utoto wake vyote viko ndani ya chumba hicho na vilikuwa vimepangwa kama vilivyokuwa katika chumba chake cha utotoni. Picha zilizokuwa zimebandikwa ukutani nazo zilikuwa zimebandikwa. Nguo zake za utotoni nazo zimepangwa katika kabati lake. Wow. Mama, vyote hivi umefanya wewe? Ndio, ilinibidi kipindi kile kurudi nchini Tanzania na kuchukua vitu vyenu wewe na dada yako, na niliishi navyo kama kumbukumbu ya wanangu. Dada na chumba chake kipo? Ndio. Hebu nionyeshe. Wakaingia ndani ya chumba cha pili na kufanya Ryan kumwagikwa na machozi huku akitazama vitu vya dada yake alivyokuwa akivipenda utotoni. Kila kilichoendelea, Naima alipiga picha huku akirekodi na simu yake. Ryan alichukua diary ya dada yake na kisha akaifungua na kuona mwandiko wake, jambo lilomfanya azidi kulia kwa uchungu mno. Ningekuwa mimi ni mwanaume, ningeshapambana na baba yako. Ila uwezo huo Mama, unaponiona hapa nimekuja kukuaga. Nakuja kukuahidi ya kwamba yule mbwa anakwenda kumua, na si kumua tu, kumtesa mpaka niombe nimuue. Subiri na uone. Na kwenye hili hata shetani mwenye ataka pembeni atashangaa kitu ambacho nitakwenda kumfanyia yule shetani mwenzake. Ryan alimnyamazisha mama yake ambaye naye alilia kwa uchungu. Wakakumbatiana na kumfanya mwanamama huyo kuzidi kulia, kwani maovu aliyofanyiwa na Ghost ni mengi kiasi kwamba alitenganishwa na watoto wake kwa miaka mingi, huku mwanamama huyu akikumbuka kipindi cha ujana wake alivyolagaiwa na Ghost. Alirubuniwa kimapenzi na akamwamini Ghost. Kumbe Ghost alikuwa yuko na kitu anachokihitaji na ni mali zake tu na sio kitu kingine. Mwanangu, hutoweza kupambana na Ghost, kwa maana sasa hivi yeye ndo mheshimiwa rais. Ana nguvu ya kila kitu. Mama, nadhani mimi hunijue. Unachokifahamu kuhusiana na mimi ni kuanzia tu utotoni hadi pale mlipopata ajali ya kutengeneza. Ila baada ya hapo mimi ni mtu mwingine. Hivyo utapata majibu kwenye vyombo vya habari. Lakini mwanangu, nakuombea uwe hai. Usijali mama. Acha si tuende. Tulipita tu kwa ajili ya kuweza kukuona. Hivyo ndege yetu inaondoka kama baada ya dakika 40 kutoka hivi sasa. Basi Mwenyezi Mungu awatangulie. Naombeni hata tupate picha pamoja. Ryan alipiga picha na mama yake na kisha Naima akapiga picha na mama Ryan na kisha dada wa kazi aliwapiga picha pamoja. Haya yote yakiisha mama, tutaishi hapa. Sawa mwanangu. Je, na wajukuu kweli? Ndiyo mama, acha nikuingize picha zao kwa maana kwamba wako wawili. Mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume.
Ryan akanakili namba mama yake katika simu na kisha akamtumia picha hizo kupitia mtandao wa WhatsApp. Wow, ni wazuri sana jamani. Yupo wa kike anaitwa Cleopatra, ila huyu wa pili bado sijaweza kulipata jina lake. Hujalipata unamaanisha nini? Namaanisha kwamba bado sijampatia jina. Mara ya mwisho kumuona mtoto ni kipindi alipozaliwa tu. Kutokana na tofauti zangu na Ghost, ilinibidi mimi kuweza kuondoka. Nilimwacha mke wangu akiwa anahudumiwa na Ghost, kwani alianza kuishi na mtoto wangu huyo wa kike pamoja na mke wangu kabla hata ya kuweza kujua maovu yao. Kutokana na kukimbizana hapa na pale, ililazimu mimi kuweza kumwachia familia yangu. Huoni kama anaweza kuitumia familia yako kukuumiza wewe? Hawezi. Unajuaje? Kwa sababu anawapenda. Unajua hata shetani naye pia ana mbuyu wake. Ryan mwanangu, kuwa makini. Kwenye swala zima la maslahi, kuwa makini. Ghost hanaga urafiki. Kama alimuua baba yangu mimi ili apate mali, akamuua dada yako na mamia ya watu ambao wote hao hawakuwa na hatia, unahisi mkeo na wanao wapo mikono salama? Mwanangu, sio kila anayevaa joho la uchungaji unahisi ni mchungaji. Wengine ni matapeli tu. Wengine ni wezi tu. Na sio kila anayemuita bwana atauona ufalme wa mbinguni. La hasha. Babako ni muuaji. Tena sio muuaji wa kiwango cha chini. Kama ni mtoa roho, basi wana mkataba naye, naenda msaidizi wa mtoa roho. Unaiweka familia yako kwenye matatizo makubwa sana mwanangu. Liangalia hilo mwanangu. Na kama watashindwa kupata pa kuishi, mimi nipo. Ilete familia yako hapa, nitaishi nayo. Nina kila kitu ambacho kinahitajika kwenye maisha yao. Sawa mwanangu? Ryan akajibu kwa kutingisha kichwa, akimaanisha kwamba sawa, amemwelewa mama yake. Mama, natamani kuendelea kukaa hapa ili nizidi kupata wosia wako, ili nahisi muda wetu unazidi kuyoyoma. Kutokana na kwamba nimeshapata mbao nyumbani, hivyo sina budi kwenda, na ninakuahidi ya kwamba tutakuwa tunakuja mara kwa mara hapa. Sawa mwanangu, mimi niwatakie safari njema na Mwenyezi Mungu awatangulie. Sawa mama. Ryan na Naima wakaondoka eneo hilo na kuanza safari kuelekea sasa Afrika ya Kusini. Unajua alichokizungumza mama kina maana kubwa sana. Unajua huwezi kupambana vita na adui ambaye ameshikilia udhaifu wako. Yaani hata uwe mjanja vipi, utashindwa tu. Ghost anatambua Lisa na wanao ndio udhaifu wako. Endapo atawageuka na kutaka kuwaua, basi huna namna zaidi ya kuweza tu kujisalimisha kwake. Kujisalimisha kwake, hilo ni jambo ambalo haliwezi kutokea hata siku moja. Haya, mimi sina neno kwenye hilo. Nataka kucheza na akili ya Ghost. Kivipi? Nahitaji kufika nchini Tanzania, niwe ninamtumia picha za mama ambazo ulizipiga. Uone kama unamweka mamako kwenye matatizo. Siwezi. Sinafahamu ya kwamba mamangu mimi ni mfu. Ni mchezo ambao ni 50 kwa 50 ujue. Huwezi kujua ni kwa namna gani atalichukulia hili. Wetulia. Hilo niache mimi. Kweli wakafika uwanja wa ndege, wakashuka ndani ya gari hiyo waliokuwa wameikodisha kwa kipindi chote cha wao kuwepo nchini Japan. Wakamkabidhi funguo wakala wa shirika hilo la wafanyakazi na kisha wakaelekea katika eneo la abiria wanaoondoka. Wakakaguliwa pale kama ilivyokuwa kwa abiria wengine. Mhudumu wa kike aliyekuwa akimhudumia Ryan akamwambia na kutakia safari njema. Alizungumza kwa lugha ya Kijapan na kufanya Ryan tabasamu na kuelekea eneo la kuingia katika ndege hiyo. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Flora alikuwa akizungumza kwa ukali huku akimkata jicho baba yake. Alikuwa anasema sihitaji kuzungumza na wewe. Lakini hebu nisikilize mwanangu, na mazungumzo muhimu sana, naomba unisikilize. Flora alimtazama kwa sekunde kadhaa baba yake
na kisha kakaa pembeni yake kwenye bustani yenye mabwawa ya kufugia samaki. Nisikilize binti yangu. Natambua nimeingiza maisha yako kwenye majaribu ambayo kwa namna moja ama nyingine ni majaribu magumu ambayo kama mzazi kwa kweli najisikia vibaya. Naomba pia unisamehe kwa kitendo nilichokufanyia muda ule. Sikupaswa kukupiga kwa kweli, uloyazungumza yameniingia akilini, na nikiwa kama baba najiona kabisa bado hatujapoteza. Ukiangalia hapa unajulikana kama mke wa huyu mzee. Kwa hali yako hiyo, endapo utamzalia mtoto na uhakika kwamba hizi mali zote utazirithi, na hata hili shirika lake na maninja analoliongoza litakuwa chini yako na utakuwa mrithi, wewe huone mwanangu hapo tutakuwa tumerudi kwenye game? Hivyo mzee, unajisikia kweli unachokizungumza ama? Yaani hufikirii hapa tulipo unanisaidiaje kuondokana na hii ndoa ya kifungo, unakuja na mambo ya kurithi? Je, nikijifungua nikafa utarithi ni ushuzi au? Nisikilize. Hii mimba sitakubali izidi kukua tumboni mwangu. Ninaitoa. Subiri uone. Sasa kama akili yako imeishia kwenye kurithi mali, sahau hilo. Flora alinyanyuka na kuondoka eneo hilo, huku akiendelea pale kuchukia kwa mambo anayofanywa na baba yake. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Monica akikaribishwa na mzee Max, ambaye mzee Max kwa sasa ni makamu wa rais. Monica, karibu sana. Nashukuru mheshimiwa makamu wa rais. Hebu niite Max tu bwana. Una cheo kingine kikubwa hivyo sina budi kukuheshimu. Sawa, niambie Monica. Nimetoka Ikulu kuonana na mheshimiwa rais, nimempatia barua yangu ya kuacha kazi. Kwa nini? Sababu nahitaji kupumzika na pia nahitaji nipate muda wa kuweza kujenga mahusiano mazuri na Cleopatra. Kama unavyotambua, maisha yake na kwangu kidogo yanapitia kwenye kutengana kwa kipindi kirefu sasa. Ni kweli. Ila je, kuna mtu sahihi ambaye unaweza ukamuona au unaweza kumpitisha jina lake na akasimama kwenye kitengo kwa niaba yako? Sidhani, kwa maana hata mimi mwenyewe pia unatambua sikuwa sahihi. Nilipita tu kwa kuungaunga ili mradi tu nilifanikiwa kutimiza malengo tuliokuwa tumeyapanga. Okay, sawa. Na jamaa yeye kakujibuje? Ghost amenikatalia, ila amenipa ruhusa ya kwenda likizo. Amesema atakushirikisha wewe kwenye hili, ndipo afanye maamuzi. Okay, sawa. Ila kuna jambo moja Monica nahitaji kuongea na wewe. Hebu funga kwanza huu mlango. Monica kasimama na kuufunga mlango wa ofisi ya mzee Max kwa ndani. Unajua, japokuwa Ghost ameshika madaraka ya nchi, naanza kuona kuna hatari mbeleni. Hatari? Hatari gani? Ghost anahitaji Ryan auawe, na anaandaa kumtangaza kwenye vyombo vyote vya ulinzi aweze kutafutwa ndani na nje ya nchi, mipakani. Yaani amweke Ryan kama most wanted kwenye hii nchi ya Tanzania. Mungu wangu. Kwa kosa gani? Yaani nashindwa kumuelewa huyu jamaa. Mara nyingi amejaribu kumuua Ryan ila ameshindwa. Sasa kinachomfanya hadi atake kumuua ni mganga wake amemwambia uongozi wake utakuwa ni wa siku 90, na siku ya 90 atakufa na mtu atakayemua ni Ryan. Sasa yeye anataka aanze kumuua Ryan. Mungu wangu. Dunia simama mimi nishuke. Kwa hiyo rais mzima anaamini mambo ya kishirikina. Unajua namuona kama ni mtu mwenye hekima na kumbe ni bogazi huyu Ghost Tena sio tu bogazi. Mimi sioni nuru huko mbeleni. Naona Tanzania ikiwa kwenye kiza kinene. Mungu. Hayo tunatoka wapi? Rani watu hana shida naye. Na mbaya zaidi ni mwanawe kumzaa au ni mtoto wa mwanaume mwingine na ameolewa na mke wake? Wala Ryan ni mtoto wake wa kumzaa kabisa. Jamaa huyu hanaga tu utu wa kibinadamu. Ngoja kwanza mimi nimchukue mwanangu haraka.
kwa sababu asije akampandikiza chuki mtoto akamchukia baba yake kwa sababu zisizokuwa na sababu. Ni kweli kabisa unachokisema. Na jinsi Cleopatra na Lisa wanavyomwamini sana Ghost, wanavyompenda Ghost, inaweza ikaleta shida hapo mbeleni. Mimi nakwambia italeta shida. Monica alishusha pumzi huku akimtazama mzee Max. Ryan wa watu sijui kamkosea nini Mungu. Hakai akatulia. Kila siku linazaliwa jipya. Monica, nimekuita wewe kwa sababu natambua hizi ni dakika za mwishoni. Mmekuwa na uhusiano mzuri, si ndio? Wewe na Ryan kwenye hizi dakika za mwishoni. Ndio. Nahitaji umpatie hiyo tahadhari na umwambie juu ya hiyo tahadhari. Kesho anahitaji kufanya ziara ya kushtukiza kwenye makao makuu yako. Usiondoke hadi kesho. Sawa, mheshimiwa, nimekuelewa. Ikiwezekana kwa Ryan, mtengenezee mazingira kuishi ndani ya hii nchi. Tuangalie mwenendo wake kama atakuwa anatumia madaraka vibaya. Mimi najua nini cha kufanya. Sawa. Monica, najua unajua umuhimu wa usalama wa hili taifa. Sitahitaji sehemu ndogo ya maisha yangu iliyosalia iishi kwa aibu ya mtu mmoja. Okay. Hakuna neno kwenye hilo. Natarajia mazuri kutoka kwako Monica. Sawa. Monica alisimama na kisha kaagana na mzee Max. Alitoka ndani ya chumba hicho huku akiwa amejawa na mshangao. Jamani, wameshaanza kugeukana. Hii vita hainihusu mimi ese. Monica alizungumza huku akielekea eneo la maegesho lilipokuwa gari lake. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kuona amri kutoka kwa Rais Ghost ikianza kutekelezwa mara moja. Picha za Ryan zilianza kusambazwa kwenye mitandao yote ya vyombo vya usalama vya nchi ya Tanzania, huku akipewa jukumu moja tu, kuhakikisha wanamtia nguvuni akiwa yuko hai. Picha za Ryan zikawafikia wanausalama wa viwanja vyote vya ndege, jambo lilosababisha wazidi kuwa makini kwa kila abiria aliyekuwa anaingia na kuondoka nchini Tanzania. Hey, amka. Naima alimgonga bega kidogo Ryan. Alikuwa amelala kutokana na urefu wa safari ya masaa takriban 14 hadi 15 angani. Kuna nini Naima? Kuna email ya siri imetumwa na Monica. Inasemaje? Naima akamwonyesha Ryan maelezo ya kwamba anatafutwa. Jamaa ameshaanza kukusaka. Fala kweli huyu jamaa. Ryan alizungumza kwa sauti kidogo hadi mzee aliyekuwa amekaa siti ya pembeni yao kuageukia na kuwatazama na kumfanya Naima tabasamu kana kwamba hakuna kinachoendelea. Hapo inamaanisha kwamba viwanja vyote vimeshapewa taarifa yako. Sasa itakuwaje Ryan? Tunakwenda wewe. Alafu tukishaenda tutajua mbele ya safari nini cha kufanya. Ryan, kumbuka ni hatari. So unataka turuke hewani? Au unahisi tupo kwenye basi ya kwamba tumwambie dereva asimame tushuke? Mbona Naima unakuwa ni mpumbavu? Tayari taarifa imetukutia kwenye ndege, hakuna namna. Tunakwenda hivyo hivyo. Jibu la Ryan likamfanya Naima kuwaza kwa haraka, kwani alikuwa amebakisha masaa machache sana kufika nchini Tanzania. Tupo kwenye ndege ya Japan Airline na tumebakisha masaa 3 kutoka nchini Tanzania. Naima alitoa macho kwenye barua pepe aliyokuwa ameiandika na kisha akaituma huku mikono ikimtetemeka kwa uoga. Unatetemeka nini sasa? Ryan, mbona unachukulia hili jambo kama ni kawaida mno? Ingekuwapo picha yako hapo kidogo ningekuwa na wasiwasi. Ila kutokana kwamba picha yako haipo, wewe tulia. Mimi najua nini cha kufanya. Okay, nishirikishe mpango wako ni nini? Sina mpango wote ule kichwani mwangu. Acha nimalizie masaa yangu mawili ya kulala na baada ya hapo niamshe. Hivi Ryan uko serious? Ndio Naima bwana. Unataka niwaje? Hebu niache nilale. Nikiamka nitakuwa na mpango.
Ryan alijiweka vizuri kwenye seti yake na kuendelea kuchapa usingizi kana kwamba hakuna chochote kinachoendelea. Naima alijikuta kishusha pumzi. Hii mpya. Hey, mbona kimya? Naima alituma barua pepe nyingine ila haikujibiwa na kumfanya zidi kuwa na hofu. Ujumbe wa dharura uliokuwa umeingia kwa marubani waliokuwa wanausoma huku wakitazama picha iliyotumwa na shirika la anga nchini Tanzania, zikiwa taarifu marubani wote watoe ripoti kama watakuwa wamembeba gaidi anayetafutwa nchi nzima. Rubani akasema, "Hebu kagua abiria kwenye kamera." Rubani mkuu alizungumza na rubani msaidizi akaanza kupitia video CCTV kamera kuhakikisha kwamba wanajidhihirisha kwa kila walichokuwa wametumiwa. "Kapteni," rubani msaidizi alizungumza huku akimwonyesha kapteni mkuu, "Bwana, tupo naye huko ndani ya ndege." Rubani mkuu akasema, "Sawa, hivyo hakikisheni mnatuma taarifa hiyo kwa vyombo vya usalama nchini Tanzania, na pia hakikisheni hamuelezi wahudumu wakaleta wasiwasi wa aina yoyote, kwa maana kwamba watu wa aina hii huwa wana uwezo mkubwa sana kusoma matukio." "Sawa kapteni." Taarifa na video fupi zikatumwa nchini Tanzania. Marubani hao wakathibitisha kwamba gaidi anayetafutwa nchi ya Tanzania yuko ndani ya hiyo ndege. Taarifa hizo moja kwa moja zikatumwa Ikulu, zikamfikia Rais Ghost. "Mkuu, video hii hapa." Ghost akaweka video hiyo inayomwonyesha Ryan akiwa amelala katika siti ya ndege huku pembeni yake akiwa amekaa Naima. Naima akionyesha kabisa akiwa na wasiwasi mno. "Okay, hii ndege imebakisha muda gani kufika nchini Tanzania?" "Masaa 3 hivi mkuu." "Sasa hakikisheni ya kwamba jeshi la anga wanaisindikiza hiyo ndege kwa siri bila abiria kuweza kuona hadi inatua uwanjani hapo, na muhakikishe wanakamatwa wote wawili, na huyo binti aliyekaa pembeni yake namtaka naye akamatwe." "Sawa Mheshimiwa Rais." Amri aliyoitoa Ghost moja kwa moja ikafika kwenye jeshi la anga, na ndege mbili za kivita aina ya jet USAF F-22 zilipaa angani na kuelekea usawa unaotokea ndege hiyo ya abiria kuhakikisha kwamba wanailinda na haitui sehemu yoyote hadi inafika nchini Tanzania na kutua katika kiwanja cha JK Nyerere. USAF 22 Tanzania Air Force, tunawasindikiza hadi uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Rubani wa ndege moja ya kivita aliwaambia marubani wa ndege ya Japan Airline aliyokuwamo kijana Ryan. Rubani alikuwepo kwenye ndege hii aliyopanda Ryan akasema, "Tumewapata na tunashukuru." Ndege hizo za kivita zikaiweka katikati ndege ya abiria na kuendelea kuisindikiza kuelekea jijini Dar es Salaam. Naima akapiga picha kamera moja iliyopo karibu nao. "Shit, ninachokihisi ni sahihi." Naima aliwaanza kilini mwake, ilibidi amtingishe tena Ryan. "Naima vipi? Humu ndani kuna kamera nyingi zilizofungwa. Na ninachokifikiria kama ni sawa, Ryan tumekwisha." "Mbona mashaka Naima?" "Lazima niwe na mashaka. Wewe unazungumza as if yani kwamba kila kitu kiko sawa Ryan. Najua mfumo wa utendaji kazi wa vyombo vya usalama ni lazima watakuwa wamepeleka taarifa nchini Tanzania, na kama zimefika ni lazima hii ndege itakuwa iko chini ya uangalizi wa jeshi la anga. Yote hayo mimi nayajua." Sasa kama unayajua, mbona unaendelea kulala la Ryan?" "Naima, unataka nifanyaje sasa?" "Okay, basi tutoke dirishani turuke." "Nimekuambia acha nimalizie muda wangu wa kulala na kisha nitapata wazo. Shida iko wapi? Uona wasiwasi gani kwani?" Naima alimtazama Ryan kwa sekunde kadhaa. Alijikuta akiwa amejawa na hasira. Akaifunga laptop yake, akaiweka mapajani mwa Ryan, akanyanyuka na kuelekea chooni. "Naima, waza basi kitu." Naima alizungumza mwenyewe huku akijitazama mbele kioo kilichopo chooni humo. Akafungulia maji na kuanza kunawa uso wake huku akili ikihisi hatari kubwa sana iliyopo mbele yao, kwani wanakwenda kuingia mikononi mwa Ghost, mtu ambaye anajua endapo atawakamata ni lazima watawaua. Baada ya dakika 5, Naima alitoka ndani ya choo hicho na kisha karudi katika siti yake. "Naima, unajua utakufa kwa pressure bure." "Sio tukufa kwa pressure Ryan. Najua unamjua Ghost. Akitukamata tunakufa.
hususan mimi nilimchomea hoteli yake. Na umepaniki sana bwana. Hebu vuta pumzi nyingi kisha shusha pumzi taratibu. Naima alivuta pumzi nyingi na kisha alishusha taratibu. Rani alifungua laptop ndogo ya Naima na kisha akaiweka mapajani mwake. Una siri nyingi za Ghost, pamoja na mipango yake. Mipango yao kutaka kuniua, lakini pia mipango ya wao kuwaua wale wanafunzi mapangoni. Kila kitu kiovu kwao unacho, si ndio? Ndio. Basi zitume kwake. Tunampa dakika 5 ya kufuta maagizo yake yote, na la sivyo tunazimwaga kwenye mitandao. Na mimi hatofurahi kuweza kuziona. Alafu kweli Naima alianza kuminyaminya pale button za laptop yake. Alifanikiwa kuzipata siri zote za Ghost ambazo alikuwa amezihifadhi. Ryan, hizi hapa. Mtumie kwenye namba yake hapa binafsi. Naima kazituma siri hizo zote zilizopo kwenye mfumo wa video, sauti pamoja na picha, na hazikupata hata dakika 2 zikarudisha majibu ya kufunguliwa. Na Naima alimuonyesha Ryan kwamba majibu tayari, ngoja tusubiri. Hapo alipo naamini kichwa chake kinapata moto. Ni kweli, na zikina mtandaoni ni lazima achanganyikiwe. Atapata shinikizo kubwa kwa wananchi na viongozi wa kisiasa. Naima alizungumza huku akiwa sasa na amani moyoni mwake. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost akimkaribisha Max kwa kumwambia, karibu Max. Nashukuru, nasikia umetuma ndege za kijeshi kwenda kusindikiza ndege ya abiria. Ndio, kwa sababu imembeba gaidi. Gaidi? Ni nani huyo? Ni Ryan. Ghost, mbona unataka kuingiza matatizo yako ya kifamilia katika nchi? Usitatue matatizo yako kwa kutumia vyombo vya dola. Hivyo vyombo vya dola vipo kwa ajili ya kulinda usalama wa nchi, na sio kufanya mambo ya ajabu kama hayo Ghost. Unaanza kuzungumza kama vile mtu atakayeuawa hapa ni mlevi, si ndio? Si nilishakwambia kwamba mtabiri wangu yule mganga amesema atakayeniua ni Ryan. Hivyo nafanya vile nitakavyoona ni sawa. Hata kama ni mwanangu ametoka kiunoni mwangu, ni lazima nitamuua tu. Subiri uone, na hakuna kutengua amri yangu. Ghost alizungumza kwa kufoka huku akimtazama mzee Max aliyekuwa amesimama mbele yake. Ujumbe ulioingia katika simu yake ya mkononi ulimfanya Ghost kugeuka nyuma na kuitazama simu yake iliyopo mezani. Alichukua na kisha kafungua ujumbe huo. Alishtuka, na hii ni mara baada ya kukutana na video za siri za mipango yake michafu, huku kukiwa kuna sauti ya baadhi ya mazungumzo yake akipanga njama kadhaa za kuua baadhi ya watu akiwamo Ryan pamoja na wanafunzi waliokuwa kwenye mapango ya Amboni. Ghost akafungua faili la PDF ambalo linaonyesha baadhi ya picha za mauaji aliyoyafanya, huku katika faili hilo kukiwa kuna mikataba mingi aliyokuwa ameingia ya wizi, huku kukiwa kuna hati za kufoji mali ambazo zilikuwa zinamilikiwa na mtoto wake wa kike na akazichukua yeye. Hofu ikaanza kumtawala Ghost. Jasho lilianza kummiminika huku akijikuta akifungua vifungo vya shati lake jeupe alilokuwa amelivaa. Hawa washenzi wamejuaje yote hayo? Ghost alizungumza huku akiwa amejawa na wasiwasi mingi mno. Mzee Max alichukua simu ya Ghost na kutazama kilichotumwa. Ukimya ukatawala ndani ya ofisi ya Ghost. Ghost alikuwa kihaha, asijue nini cha kufanya. Nisikilize Ghost. Haya mambo yako yakijulikana, mimi na wewe tunaachia madaraka hata wiki tukiwa hatuna. Sasa Max, tunafanyaje sasa? Unishauri kwenye hili. Ghost aliuliza kwa sauti ya upole na iliyokuwa imejaa unyonge. Nisikilize ndugu yangu. Tengua amri. Wewe ndio ulotoa hiyo amri na wewe ndio unayeweza kuitengua. Ukifanya ujinga tunaumbuka, kwa maana ya kwamba kuna mikataba ya siri ya kuwauzia makundi ya kigaidi silaha. Endapo mikataba hiyo ikivujishwa, kwanza hii biashara yako ya silaha lazima itaingia matatani. Lakini jambo la pili, nchi zilizoathirika kutokana na biashara yako chafu ya silaha zitakujia juu tu. Wananchi watajua kwamba wewe ndio gaidi, kwani ulihusika kuua watoto wasiokuwa na hatia kule Tanga, mapangoni kule Handeni. Ila lile wazo la kule Amboni la wanafunzi lilikuwa ni wazo lako Max. Wazo letu, sio langu. Na hata utekelezaji wa kumuua Ryan lilikuwa ni wazo lako. Tukatekeleza kwa pamoja. Hivyo kama ni kuanguka tutaanguka pamoja tu.
na sio kutupiana mipira. Ghost alishusha pumzi taratibu huku akimtazama mzee Max. Hapakuwa na namna zaidi ya Ghost kutangaza kusitisha zoezi la kukamatwa kwa Naima pamoja na Ryan, na wakafutiwa sifa ya kwamba wao ni magaidi. Hawa mimi nitadili nao vile ninavyojua mimi. Ghost aliendelea kulalama huku moyo wake ukiwa umejaa maumivu ya kila alichokuwa amekifanya. Ndege za kijeshi zilizokuwa zikisindikiza ndege ya abiria zikarudi kambini. Agizo la kukamatwa kwenu limetenguliwa. Naima akasoma barua pepe hiyo iliyotoka kwa Monica. Wazo lako limefanya kazi Ryan. Naima alizungumza huku akimonyesha Ryan barua pepe hiyo. Ryan akasema, na ndo maana nikakwambia acha nitulize sira zangu, kwa sababu huyo mzee ameingia kwenye siasa kichwa na kwa kutumia tamaa zake binafsi, akisahau ya kwamba nyuma amekuwa na uchafu mwingi sana ambao ameufanya. Na ile likitoka hadharani kitumbua kitakuwa kimeingia mchanga. Una picha yote ambayo nipo na Ghost Afrika Kusini? Kitu kama hiko nahisi, sina uhakika, lakini ngoja niangalie. Mpatie mwandishi mmoja wa BBC, ni rafiki yangu, mwambie aiandikie maelezo ya kwamba anamfahamu rais na familia yake, na utaweka picha zetu. Hapana, mbona kwa kitu hata mimi mwenyewe naweza nikakifanya. Okay, sawa, ukifanya. Na nitakisukuma kiende kwa nguvu mno. Unajua nafanya hivyo kwa sababu gani? Wale ambao walitangaziwa mabaya juu yangu, basi wapigwe na butwa. Wajue kabisa kwamba mimi yule ni babangu. Okay, mnipe dakika 10. Tumebakisha muda gani kwenda kufika? Lisali 1:30. Ndani ya lisali moja itakuwa imeshasomwa na wafuasi wengi mno. Okay, subiria. Unaonje tukaeka na picha ya mama nilizowapiga? Hapana Naima. Mama ni karate yetu ya mwisho kwenye hili. Yaani baadaye nataka huyu mjinga aone mawenge kabla ya kukata roho. Yaani unajua ukimua kwa risasi huyu mpuzi atakuwa hajafa vizuri. Yaani nataka afe kwa mawenge. Umeshai kuona wale watu waliowatoa ndugu zao kafara kwa ajili ya kupata mali, na mwisho wa siku wao jinsi wanavyokuwa huwa wanaona mawenge. Na mimi ndo nataka aone mawenge, aone mapicha, aone mamizimu yani. Ila wewe Ryan ni wewe. Oho, utaniambia na tukifika huko mwenyewe utaona. Yaani huyu tunamuua kiakili, na kisha ndo nitakuja kumuua mwili wake. Okay master, mimi nafuata maelekezo yako tu. Hebu pita hadi hapo. Unaonaje? Ryan akasoma kilichokuwa kimeandikwa na Naima. Iko fresh. Okay, poa, basi acha mimi nimalizie. Naima kaifanya kazi ya kuandaa historia fupi ya Ryan na baba yake, na baada ya kuimaliza kuiandika, Ryan akaisoma na akakubali iwekwe mtandaoni. Baada ya muda mfupi taarifa hiyo ilianza kuzaga kwenye mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari ndani ya nchi. Na watangazia waandishi wa habari waje kukupokea uwanja wa ndege? Hapana. Hiyo moja tu inatosha ya kumtuliza Ghost kwa sasa. Okay, sawa. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost akizungumza akisema, hivi hawa wana nini hawa? Ghost alizungumza kwa hasira huku akimtazama mzee Max. Huyo kijana anajiwekea ulinzi ambao ungekaa kimya hayasingetokea. Sasa kujiwekea ulinzi ndo kujitangaza kwamba yeye ni mtoto wangu? Kwani uongo sio mtoto wako yule? Shit. Ghost alizungumza huku akizunguka ndani ya ofisi yake. Unajua watu watakuwa wanakushangaa. Kwa nini ulitoa amri ya kumkamata tena awe kama gaidi? Hiyo ni aibu hiyo. Sasa Maxi, tunalisafishaje hili? Kusafisha nini? Hawa watu mimi nawaeleweshaje kwamba huyu mimi ni... Nisikilize Ghost. Usifanye vitu kwa kukurupuka. Sawa? Limeshafanyika. Sawa? Limefanyika, si ndio? Na limeenda. Hivyo achana na hayo mambo. Wewe ni mheshimiwa rais. Na hakuna hata mmoja atakayekuja kukuuliza. Alafu sio sababu ya wewe kuendelea kugombana na mwanao wa kumzaa. Sioni hiyo sababu. Kama huyo bibi huyo mganga aliweza kuroga ukawa rais, kwa nini asimroge Ryan akawa ni mtoto mwema kwako na akakuondolea huo wasiwasi? Alafu kweli kama aliweza
kufanya hata makubwa kwa ajili yako, na umekuwa rais tena kwa mamilioni ya kura, kawaroga wananchi waliokukataa. Anaachaje kukusaidia ukawa mtu mwema kwa kumroga kijana wako huyu mmoja tu? Alafu ngoja nimpigie simu sasa hivi. Ghost alitafuta namba ya simu ya Bibi Shushuma na akampigia. Bibi, shikamoo. Marahaba, unaendeleaje? Namshukuru Mungu niko salama bibi. Sawa. Bwana bibi, unajua bado mimi nawaza juu ya ile kauli ya kwamba nitaongoza nchi kwa siku 90. Ile hali mimi bado inanitesa. Je, haujaona kama kutakuwa kuna mabadiliko kweli? Hakuna mabadiliko, kwa maana uliingia mkataba wa maisha. Na utambue kwamba ukiingia mikataba ya kuzimu huwa haina mabadiliko. Ulichagua kati ya maisha na kifo, ukachagua kifo. Sasa unaweza ukamfanya mwanangu asiniue? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ana kisasi anachokilipiza. Kisasi? Kisasi cha nani? Hebu ngoja kwanza. Chimbuko la upatikanaji wa utajiri wako, naamini wewe unaujua, kwa kumwaga damu za watu, si ndio? Kuna siri ambazo zinaweza kukaa miaka na miaka kwa kujificha, ila mwisho wa siku ni lazima tu zitakuja kujulikana. Sasa bibi, nifanye nini? Ni vyema ukamrudia Mungu, kwani labda unaweza kuepukana na kifo, labda, ila sina uhakika wa 100%. Do. Yaani ndo huo ndo ukweli wenyewe. Sawa, nikutakia siku njema bibi. Ghosti akakata simu. Ghosti anasemaje huyo bibi? Ameshauri eti kwamba nimrudie Mungu. Hajakushauri vibaya. Sisi wote kwa Mungu tuko chini yake. Na kama tupo chini yake, maana yake ni kwamba ana uwezo wa kutusamehe kwa chochote tulichokifanya. Ndio. Huo ndo ukweli, kazi ni kwako. Kusuka ama kunyoa. Hivi Max, unaweza kunisaidia kitu? Kitu gani? Naomba uandae chakula cha usiku. Ikiwezekana umwalike Ryan. Natambua una uwezo wa kuzungumza naye na akakukubalia. Nahitaji kukaa naye chini kuzungumza naye. Hivyo nakuomba sana uweze kunifanikishia hilo. Sawa. Ila sasa kwa sharti moja. Max, unataka kunipa sharti gani tena? Sitohitaji utumie mkutano huo kama sehemu ya kupanga kumuua. Sihitaji hiyo dhambi ili tafune mimi au ipitie kwangu. Tafadhali, nakuomba sana Ghost, tena sana. Max, hilo usijali, siwezi kufanya hivyo. Basi sawa, nitajaribu kumuomba na kama akikubali nitakufahamisha. Nashukuru sana. Mzee Max akaondoka ikulu na kumwacha mzee Ghost akiwa amejawa na mawazo mengi mno. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ryan akizungumza kwa kusema asante Mungu. Na hii ni mara baada ya ndege kutua katika uwanja wa JK Nyerere. Alisimama kama abiria wengine walivyoanza kusimama na akaanza kutoka ndani ya ndege hiyo, huku wakiwa wamebeba mabegi yao mgongoni, yeye pamoja na Naima. Hivi tunafikia wapi? Palm Village, pale kuna nyumba yangu. Okay, sawa. Walitoka ndani ya uwanja wa ndege, huku askari walikuwa wamepewa jukumu la kumkamata wakibaki tu wanamtazama, kwani amri yao ilikuwa imetenguliwa na aliyowapa amri hiyo ndiye rais. Naona jamaa walikuwa na uchu wa kukudaka, ona walivyojiandaa. Ndio bekula kwao. Laiti wangejua wangenikamata sasa hivi, kwani ninachokwenda kumfanya rais wao hawatakuja kukaa na kuamini. Wakiwa katika kutazama ni taksi gani wanapaswa kuweza kuingia, gari mbili nyeusi aina V8 zenye namba za serikali zilifunga breki mbele yao, na wakashuka wana usalama 6 wakiwa wamevalia suti nyeusi na kusimama mbele yao. Naitwa Agent Petro. Unahitajika kuongozana nasi kuanzia hivi sasa. Tutakuwa ni walinzi wako kama vile sheria inavyohitaji ulinzi kwa watoto wa viongozi, hususan mtoto wa rais. Rani na Naima wakabaki wakiwa wameduaa, huku wakiwatazama wana usalama hao ambao hawakutarajia jambo kama hilo kutokea kwa wakati huo. Haya sasa, mambo yanazidi kunoga. Rani amewekewa walinzi kama mtoto wa rais. Je, atakubali kuwa na walinzi hao? Na je, wametumwa na nani? Na ni mpango wa nani kumwekea walinzi hao?
Bwana, usikose kufuatilia sehemu ya pili, mzigo wa Ice Will Kill Me. Kumbuka hii ni chapter 6. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulwa. Bwana, mimi naitwa Uncle J mtu wangu. Tukutane katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya pili. Bye bye kwa sasa.